Bosi. Halo, niambie. Kwanza sio bosi wangu, kwanza leo sio bosi wangu, mfanya kazi. Wewe kijana unasemaje? Sasa hivi saa ngapi haujaja kazini? Na unajua kabisa kuwa bosi wako hatakiwi atangulie kuja kazini, anatakiwa wewe mfanya kazi ndio uanze kwa sababu ndio una njaa. Unaongea leo unamfahamu lakini wewe kijana. Ndio nakufahamu, na maana sasa unataka kusema kuwa bosi wako ameelewa sasa, na maana anashindwa kujua anaongea na mfanya kazi gani. Kijana unayeongea leo unamtambua vizuri lakini. Nakuulizaje nini unakujua sikujui? Kwa nini umechelewa kazini kijana wangu wa kazi? Mama wewe. Sasa nisikilize vizuri sawa? Kija nisikukute hapo ofisini kwangu, unasikia? Mambo bosi, nilikuwa nakutania bana, suri niambia niwe serious kidogo na kazi, nisio naleta uzembe kazini, niwe nachangamka. Ndio nikasema ngoja nijiongeze bosi wangu. Mambo nimekwambia hivi, nikija hapo ofisini nisikukute, sio unanielewa? Umesikia brother? Kwanza umesikia hapa Mawenzi Cosmetics hapa uliponipa hii kazi, mimi kwanza nimeipenda kwa sababu ukiangalia brother, kwanza nimejaribu vipodozi hapa sasa hivi na glow brother. Ninakuomba kama unakuja bosi wangu usije na mke wako, hata anza kunipenda. Unaglow yani unamaanisha vipi? Unatumia bidhaa zangu au sio? Nimejaribu kidogo vipodozi nikajiona na glow na bosi. Mambo kazi nimeipenda. Wewe nimekuweka uze bidhaa, inakuwaje unatumia tena bidhaa? Kijana, nimesema nikija nisikukute hapo, unasikia? Sema kimeumana. Umesikia brother? Mimi hii kazi siwezi kuiacha bana. Kwanza nimepapenda hapa dukani kwako bana bosi. Nimekwambia nikija nisikukute hapo ofisini, sio unanielewa? Mama wewe. Bosi nilikuwa nakutania bosi, utanii wewe mwenyewe uliniambia jana usio unazubaa kazini, wewe unajiongeza. Sasa nikasema leo nijiongeze nijifanye bosi. Yaani hapo ndio umejiongeza au sio? Kwa hivyo ndio umejiongeza. Bosi nilikuwa nakutania.